nauli tutakayotangaza itakuwa hiyo ndio itumike. Kwa hiyo ni muhimu kila ambaye anaona anahoja kwamba mani habari za mchana au bado ni asubuhi? Habari ya asubuhi. Asanteni sana. Karibuni LATRA. Niwacheni ili tuongee kidogo kwa mambo ambayo yametokea leo tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka 2026. Na tukio ambalo limetokea leo ni la kupanda kwa bei ya mafuta kwenye pampu zile. Kwa Dar es Salaam ziko mpaka 3800 na shilingi chache zile, lakini ukienda mikoani zimepanda zinakwenda kwenye 4000. Sasa mnafahamu kwamba sisi wote ni watumiaji wa huduma za usafiri ardhini, ikiwepo mabasi ya mijini, daladala maarufu, lakini pia mabasi yaendayo mikoani na nchi jirani. Kwa hiyo kutokana na hali hii, mdhibiti ambaye ni mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini ana jukumu la kutoa mwongozo na kuwataka wasafirishaji wawe tulivu. Sisi tumeliona, nafahamu vita vinavyoendelea kati ya Marekani pamoja na Iran na Israeli ndio sababu kubwa iliyosababisha bei za mafuta kupaa, na haijawahi kutokea katika historia yetu sisi katika udhibiti wa nauli kupanda nauli bei ya mafuta kwa kiasi hiki kikubwa. Na anayetoa bei hizi za mafuta ni EWURA. Kwa hiyo inakwenda inaathiri utoaji wa huduma za usafiri mijini, mikoani, lakini hata wasafirishaji wa mizigo, magari ya kukodi. Kwa hiyo ili tuweze kuenda pamoja, na kwa sababu kwa namna yote ile nauli zinapopanda anayeumia ni mlaji. LATRA jukumu lake ni kuhakikisha mtoa huduma anaendelea kutoa huduma, inakuwa huduma endelevu, na mtumia huduma anaifikia huduma ile. Kwa hiyo kwa vyovyote vile, jambo kubwa ni kuhakikisha tunachukua hatua za haraka, ikiwezekana ndani ya kipindi kifupi tuitishe kikao cha wadau ili tuyazungumze haya. Kwa hiyo nimewaiteni kutangazia umma wa Tanzania kwamba LATRA kama mdhibiti wa usafiri ardhini imeona kupanda kwa bei ghafla, japo ilitarajiwa, lakini kiwango kilichopanda ni kikubwa kiasi kwamba kuna watu wameanza kupandisha nauli bila kuzingatia taratibu. Tunafahamu kwamba biashara yote kitu kikibalika ghafla na bei haina maana siku hiyo unaanza kupata hasara. Kwa hiyo kwa maana hii tunaitisha kikao cha wadau kitakachofanyika siku ya tarehe 8. Leo tarehe 1 kiongeza 7, siku kama ya leo ni juma ngapi? Leo ni Jumatano. Kwa hiyo Jumatano ijayo tutakuwa na kikao cha wadau Dar es Salaam. Kikao hiki kitakuwa live. Kwa hiyo wale ambao hawataweza kuja Dar es Salaam watakuwa wanafuatilia kwenye mitandao ya kijamii, tutakuwa live, na wanaweza wakatoa maoni yao kupitia LATRA Online TV. Tunachotakiwa sasa ni nini? Hatuwezi kuitisha kikao sisi kama wadhibiti alafu tukasema tumeitisha kikao cha wadau. Sheria inataka sisi tupange nauli, na baada ya kupanga nauli ambayo inaidhinishwa na bodi ya wakurugenzi inatangazwa kwenye gazeti la serikali, na nauli hizi zile zitaanza kutumika siku 14 tangu tarehe ya kutangazwa. Kwa hiyo tumeona tukisema tunaitisha kikao kesho, kwanza watu watakuwa wajiandaa kuhudhuria. Tuendelee na utamaduni wetu wa kawaida, tunatoa siku 7 mpaka tarehe 8. Siku ya Jumatano tutakuwa na kikao cha wadau. Kinachopaswa kufanyika ni nini? Kanuni zetu za kupanga nauli, kanuni ya 92 inataka mtoa huduma alete maombi LATRA endapo katika kipindi kisichopungua miaka 3 mrejesho wa mtaji wake, ile tunaita return on investment, ni chini ya 10%. Kwa hiyo watoa huduma hawa wasafirishaji, kama wakati ule mnakumbuka walikuwepo wasafirishaji wakatoa hoja, waje waonyeshe kwamba kwa bei hii kupanda ya mafuta our return on investment, yaani mrejesho wetu wa mtaji tuliowekeza
upo chini ya 10% kwa sasa. Kwa hiyo wanatakiwa waje wathibitishie umma. Sisi kama regulator tutawapa nafasi ya kufanya wasilisho, alafu tutasikiliza watumiaji na wadau wengine. Mwisho, pale ambapo mtu wa huduma ameshindwa kuwasilisha, kama hivi simwambia leteni, hawajaleta. Kwa hiyo sisi tumetangaza tarehe 8 Jumatano ijayo Dar es Salaam. Ukumbi tutawaambia, lakini kwa sasa naweza kusema ukumbi wetu sisi tuna eneo pale chini pale ghorofa ya 2 kuna ukumbi. Lakini tutawasiliana rasmi kwenye matangazo yetu. Tumeona tu kwanza tutoe hizi taarifa za awali kwamba tarehe 8 kuna kuwa na kikao cha wadau kujadiliana, kuleta mapendekezo yanayolio. Kila ambaye anataka kufanya wasilisho alete wasilisho lake LATRA ili tumweke kwenye ratiba. Kama atakuwa hajaleta, LATRA itafanya wasilisho kwa kuzingatia vigezo ambavyo vipo. Na tukishafanya wasilisho sisi kwa vigezo ambavyo tunavyo, nauli tutakayotangaza itakuwa hiyo ndio itumike. Kwa hiyo ni muhimu kila ambaye anaona ana hoja kwamba mapato yake ni chini ya 10% ya mrejesho wa mtaji wake, return on investment, tunamkaribisha sana. Mwisho, ni waombe sana wasafirishaji waonee huruma wa Tanzania. Hawa Tanzania vipato vyao hivi vidogo ndio wanawachangia wao kwenye uwekezaji wao. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile tusitumie hii kama nafasi ya kuwaumiza. Hata kwa imani zetu ni dhambi kutumia shida za watu kujipatia. Hata Mungu anaweza asikupe baraka kwenye hiyo biashara. Lakini mtu ambaye atakuwa moyo kwenye charity bila kuathiri uwekezaji wake, angalau break even. Katika hiki kipindi cha mpito tunawasihi sana msiongeze nauli bila idhini ya mamlaka. Na sisi hatutasita kuchukua hatua kali kwa sababu umekwenda kinyume na sheria. Kwa hiyo tunakuombeeni sana sana wasafirishaji. Tukae kama nilivyoeleza hapa mwanzo, hatuna migogoro sisi na wasafirishaji, tunazungumza. Kwa hiyo tukae tuzungumze mezani, tuone namna gani tunavuka katika hali hii, na hatujui mwezi ujao itakuwaje. Kwa hiyo lazima tuwe pamoja, tuwe karibu. Hili ni janga la dunia sasa hivi.